sana changamoto hii kukabidhi wewe mwenyekiti, ili tuweze kuijadili, kwa sababu ni changamoto iliyosimamisha uchumi wa kata ya Mwakitorio pamoja na maendeleo ya kata ya Mwakitorio na pia na halmashauri kwa ujumla. Mwenyekiti, napenda kuwasilisha pamoja na changamoto hii mwenyekiti, umesimama na uzalishaji unasimama, na pale bado wawekezaji walioko kwenye kata ya Mwakitorio waliposimamisha hapa wanaendelea kutoka. Sasa hapa tayari tumeandika kwamba halmashauri imeendelea kuliweka sawa, lakini sisi madiwani ndio wenye mamlaka wa kulimaliza hili jambo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio hizo timu ambazo zimetengenezwa. Ni lini sasa? Kuhusiana na tozo ya Mwakitorio, tayari halmashauri pamoja na Mheshimiwa DC walishaunda timu ambayo inapitia vile vyanzo. Nafikiri baada ya hatua zote za utekelezaji watatuletea taarifa. Kumbuka mwaka 2022 ilitokea rashi kule Nyandoro, ambapo sasa kama halmashauri tuliketi na tukakubaliana kutunga sheria ndogo kwa ajili ya kukusanya ushuru ambao wachimbaji wadogo walivamia leseni ya IPP, na ile sheria tulitengeneza special kwa ajili ya Mwenge kwa maana Nyandoro. Sasa kwa maelezo ya diwani kwamba uchimbaji wa Mwakitorio umesimama, lakini kwa sababu ya ushuru ambao tayari tulikuwa tumeelekeza Mwenge. Mimi nina ushauri mdogo mwenyekiti, kwamba hili jambo ni la kwetu kama halmashauri, sio kuruhani wala sio Biblia. Tukubaliane timu ambazo zimeundwa ziendelee na taratibu zake, lakini sisi ndio wawakilishi wa wananchi. Tuone uchumi wa halmashauri kwa kipindi ambacho wawekezaji hao wamesimama tunaathirika kwa kiasi gani, na hata ile service levy hatuipati, mrahaba wa serikali kuu haupatikani. Kwa hiyo tumetengeneza shida kulingana na bajeti ambayo tumeipitisha kwamba haitekelezwi kwa makusanyo ambayo tulikusudia. Mwenyekiti, hili liko ndani ya uwezo wako, hiyo tume iendelee, lakini sisi kama halmashauri tuone kwa nini halmashauri ikose mapato hata yale ya service levy, lakini serikali kuu na yenyewe ikose kwa sababu tu ya tozo ambayo tulitengenezea bairo kwa ajili ya Mwenge, kwa sababu wachimbaji wadogo walivamia eneo la mwekezaji. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nakuomba kwa ushauri huu uliangalia kwa mapana, alafu uone namna ya kufanya, na wewe ni kiongozi wetu ambaye tumekutanguliza mbele. Hayakuhitaji eti Nyandoro peke yake, ilikuwa inahusiana na halmashauri nzima. Halmashauri ilipitisha maamuzi kwa mujibu wa kikao cha kamati ya fedha, uongozi na mipango mwaka huu 2022, na baadaye baraza la madiwani mwaka huu 2022 lilibariki kupakulia maamuzi ya kamati ya fedha, uongozi na mipango kwamba ni sheria ndogo ya halmashauri nzima na sio Nyandoro peke yake, na kisheria huwezi kutunga sheria ndani ya halmashauri moja na kuapply moja ya Nyandoro na Mwakitorio si apply. Kwa hiyo kwa mujibu wa vikao vilivyopitisha maamuzi hayo yana apply halmashauri nzima na sio Nyandoro peke yake. Na pia Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza lilishaamua, maamuzi ya walio wengi yalishapitishwa. Sasa haiwezekani kikanuni Mheshimiwa diwani anakuja na kupinga maamuzi ya baraza unless otherwise tupeleke kwenye kamati ya maadili ya madiwani. Inakuwa ni kosa kwa mujibu wa kanuni za maadili ya madiwani za mwaka 2000 na kwa mujibu wa kanuni za halmashauri ya wilaya ya Shinyanga 2022. Sheria hii tulipitisha kama baraza. Kwa nini haikutekelezwa kwa eneo la Mwakitorio? Mpaka leo hii mtoa hoja anawasilisha hoja yake ya changamoto iliyoko Mwakitorio, na ndipo wameenda kutekeleza. Kwa sababu kama 2022 leo miaka 4 mwenyekiti, wewe angalia tu hiyo sura kwamba kwa nini hawakwenda halmashauri kukusanya kwa ushuru huo wakati sheria ilikuwepo. Maanake tulikubaliana tukiwa na mkurugenzi Mama Hoja Mahiba na wewe ukiwa mjumbe wa kamati ya fedha. Kwa hiyo swala hili tulikubaliana kwamba hawa waliovamia leseni kwa nini wasinufaisha halmashauri, tukatunga sheria ndogo. Lakini kwa nini hatukutekeleza Mwakitorio? Hatukutekeleza kwa sababu haikuwa specific kwa ajili ya Mwakitorio. Kwa hiyo mwenyekiti, iliangalia hili isije ikatumika tu kwamba hauwezi kutunga sheria ikatekelezwa kwa eneo moja wakati ile sheria ya halmashauri ilikuwa maalum. Na kama mjumbe aliyewasilisha, mimi niombe sana mwanasheria tuwe wa kweli. Ukizungumzia kwamba amepingana na wazo hili, huu ni mkutano wa hadhara.
hii ni meza huru, tunajadiliana kuona namna gani halmashauri tunaiweka vizuri. Kwa hiyo mwanasheria asitumie lugha ya kumwelekeza mjumbe mtoa hoja kwamba apeleke kwenye maadili, kwa sababu amepingana na baraza. Amewasilisha hoja ya changamoto kama mkutano wako mwenyekiti unavyojieleza. Wana malalamiko, wana changamoto, lakini mheshimiwa diwani ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo kipindi tunaongelea hili swala na hadi timu tunaitengeneza, na jana tulikuwa wote kwenye kikao cha chama. Kuna mambo tuliyokubaliana, na kimsingi kama kuna watu walifanyia kazi swala hilo moja, tukaingiza tena mjadala ndani ya hilo swala, tutakuwa kama tumepungukiwa hekima kwa sehemu fulani. Mimi nilifikiri kama baraza tuombe ile taarifa ikija, kwa sababu itakuja tuletewa sisi baraza, tutoe maoni juu ya taarifa, sababu taarifa ni utekelezaji. Hatujakataa kubadilisha wala kufanya chochote juu ya Mwakitolio, lakini tayari timu zimeshatengenezwa. Baada ya timu kufanya utafiti wake na kutuletea majibu mezani, tutoe majibu kama baraza baada ya kuleta majibu. Na nafikiri msingi mkuu ambao diwani alielekeza wachimbaji kwenda kutafuta suluhu kwenye changamoto zao, na ndio maana kagonga hodi kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini hadi muda wote tunaongea taarifa hii kwa mkuu wa mkoa, maana yake tayari inafanywa kazi ya utekelezaji. Labda kama baraza mnasema hawa wanaofanya kazi hawafai au kazi wanayofanya haistahili, kitu ambacho mimi naheshimu mamlaka ambayo inafanya hili zoezi, ina wataalamu wa kutosha na weledi wa kutosha, na bado hajatoa ripoti kwenye baraza. Mimi nafikiri tuachie wafanye kazi kama zilizoundwa, tukilipokea kama baraza ndio wasemaji wa mwisho tutasema. Waheshimiwa diwani, la kuhusu swala la Mwakitolio ambalo hata jana kwenye kamati ya madiwani ya chama tuliongelea na tukafanya baadhi ya maamuzi, na maamuzi hayo tunaendelea kufuatilia. Lakini hata sisi chama baada ya kuliona, kwa sababu sisi jana ndio tulianza kusikia, nasi tunaendelea kufanya utafiti mzuri ambao inawezekana inaweza kusaidia zaidi. Kuna picha ambazo madiwani kama itatokea ni kweli, tunasema tufuatilie, kwa sababu tuliozungumza jana tozo linalotozwa pale na tozo ambayo tulianzia ya mwaka 2022 ya Nyandarua na maelekezo ambayo yanaonekana ingawa hatujaona kama ni kamili pale kwa mtoto, kwa sababu ni kitu sisi baada ya chama baada tulipata hii tukaanza kuangalia kwa ndani sana, nisije katuletea shida. Inavyoonekana pale pamoja kwamba tunachukua hivi kabisa kwamba maelekezo yaliyotolewa na wataalamu baada ya duara kuanza kuponda watu, ile milima wakaambiwa wale wachimbaji waikate. Ina maana wakate ile milima waondoe yale mawe. Sasa ina maana ukikata unakata na jiwe lote ambalo watali na samani. Ndio maana wanasema kwamba wanachukua mawe ambayo pinzani zinasoma 000 point. Lakini wanavyosema kwamba watakapomaliza kukata ile milima wako tayari sasa kuanza kulipa hii gharama ambazo sisi tunadai. Na maana wataanza kuchimba duara za kawaida ambazo zinalenga mwamba moja kwa moja. Sasa hivi wanakata majiwe hiyo kuna dhahabu, halina dhahabu wanakata. Na wanasema hata kama wewe unaweza kukusia hiyo gari hata $200 ukiwaambia niletee moyo $200 na kuletea, utajua ndio utakawapeleka. Sasa tunataka tuangalie kwa undani kwa sababu kama ni kweli wameelekezwa na wataalamu, tutajiridhisha sana kwa wataalamu wa madini. Kama ni kweli wameelekezwa kukata ile milima ili baadaye sasa waanze kuchimba zile duara ambazo zinalenga mwamba, tutaipata. Nadhani kama nilivyosema mheshimiwa mwenyekiti, na timu ambazo zinafanya kazi yote hao wataleta. Na watakapokaleta hapo kwenye baraza, na sisi baraza kama nilivyozungumza jana, tutaikiwa. Kuna masuala ya aina mbili. Kuna masuala ya halmashauri ya muhimu sana, lakini kuna masuala ya wananchi pamoja na wachimbaji sio matatu. Kwa sababu mchimbaji asipochimba, mwananchi wetu wa kawaida anakosa haki.